Bwana, hii ni filamu ya Sheta, filamu mpya kabisa ambayo imetoka 2026. Bwana, karibu sana uweze kuisikiliza, na ukitoka hapa nenda kaipakue filamu hii. Bwana, hakika utaenjoy zaidi. Bwana, filamu ya Sheta ambayo mara nyingi sana inahusishwa na mwigizaji mashuhuri Jason Statham katika nafasi ya kusisimua. Bwana, inatupatia kisa cha kusisimua kinachozunguka mipaka ya ulinzi ya familia dhidi ya hatari za nje. Na katika kisa hiki mhusika mkuu anajikuta katika hali ngumu sana baada ya kuamua kuishi maisha ya utulivu ili kujificha na yaliyopita, lakini ulimwengu wa uhalifu unamfuata hadi mlangoni kwake. Bwana, filamu inaanza kwa mhusika mkuu ambaye anaitwa Philip Blocker, aliyekuwa wakala wa siri wa kikosi cha kupambana na dawa za kulevya, na akiamua kustaafu na kuhamia mji mdogo sana wa mbali akiwa na binti yake mdogo. Lengo lake kuu ni kumpa binti yake maisha ya amani sana, mbali na vurugu, risasi na maadui ambao ya kazi ya kijasusi. Bwana, hata hivyo imani ya Blocker inavurugika kabisa wakati binti yake anapojihusisha na ugomvi shuleni na mtoto wa mwanamke mmoja mwenye uhusiano wa genge la wahalifu wa eneo hilo. Tukio hili dogo la utotoni linakuwa cheche ya mgogoro mkubwa, kwani familia ya mtoto huyo inahisi kudharauriwa na kuamua kulipiza kisasi kwa njia ya kikatili zaidi. Bwana, mzigo unaendelea ambapo kadri mambo yanavyozidi kuwa mabaya zaidi, Blocker anagundua kuwa genge hilo la uhalifu likiongozwa na mfanyabiashara wa dawa za kulevya anaitwa Katal limeanza kufuatilia maisha yao. Bwana, Katal ambaye ni mtu mwenye tamaa na ukatili sana, anagundua utambulisho wa kweli wa Blocker na kuona fursa ya kupata faida kwa kumsaliti kwa maadui wa zamani wa Blocker ambao bado wanamsaka. Bwana, katika kipindi hiki filamu inajenga mvutano mkubwa sana kati ya hitaji la Blocker na kutumia nguvu ya hamu yake ya kutokuwa na vurugu tena. Anajaribu kutumia njia za kidiplomasia na sheria kulinda familia yake bwana, lakini anaona wazi kuwa wahalifu hawa hawaheshimu mipaka ya sheria na hawataacha kumsumbua hadi watakapotimiza lengo lao. Bwana, mvutano unafikia kilele wakati genge hilo linapomteka binti yake, na hatua ambayo inazima kabisa sehemu ya utulivu ndani ya moyo wa Blocker. Hapa ndipo uwezo wa kijasusi wa mhusika mkuu unapoamka upya. Anaamua kuchukua hatua za kijeshi ili kuokoa kile alichokipenda zaidi kuliko kitu chochote duniani, akiwaacha wahalifu wakichezea moto wa kufa wa mtu. Bwana, ni noma sana. Bwana, filamu inaonyesha umahiri wa Blocker katika mbinu za mapambano ya ana kwa ana na matumizi ya mazingira yanayomzunguka kujilinda, na kila hatua anayochukua ni ya kimkakati zaidi, akitumia ujuzi wake wa kijasusi kuwazidi ulevu maadui zake ambao wanajiona kuwa wao wana nguvu sana kwa sababu ya wingi wao na silaha walizonazo. Bwana, katika dakika za mwisho vita vinahamia kwenye nyumba yake, eneo ambalo lilitakiwa kuwa makazi na hifadhi ya familia yake. Bwana, Blocker anageuza nyumba hiyo kuwa uwanja wa vita, akionyesha kuwa hakuna kitu kibaya kama kumchokoza baba anayelinda mtoto wake, na anahakikisha kuwa hakuna mhalifu yeyote aliyepata nafasi ya kuondoka akiwa salama. Bwana, katika sehemu hii ya filamu inasisitizwa pia jinsi jamii ndogo ya mji huo inavyogawanyika. Baadhi ya watu wanaogopa nguvu za Katal, wakati wengine wanafumbua macho na kuanza kumwona Blocker kama mlinzi wao mpya dhidi ya dhuluma. Mgongano huu wa kijamii unaongeza mvuto sana kwa Blocker, na anapaswa kupambana na maadui wake huku akihakikisha kwamba watu wasio na hatia hawaathiriki katika purukushani hiyo. Bwana, uhusiano kati ya Blocker na binti yake unakuwa kiini cha kihisia na cha filamu nzima. Licha ya hatari iliyomkabili, kila uamuzi anaochukua unaongozwa na hitaji la kumfanya binti yake ajisi salama. Hii inatoa picha nzuri sana ya baba anayefanya kila liwezekanalo kuzuia ulimwengu mbaya usio na athari za kudumu kwa malengo ya kisaikolojia ya mtoto wake.
Bwana Block anafanikiwa kumwokoa binti yake na kuondoa tishio lote dhidi yao, akithibitisha kuwa ingawa alitaka kutoroka maisha yake ya dhamani, ujuzi wake ndio uliokoa maisha yao. Bwana, filamu inamalizika kwa ujumbe mzito sana, na haijalishi unajaribu kiasi gani kujificha yaliyopita, na uwezo wako wa ndani ni sehemu ya maisha yako ambayo huwezi kukimbia. Bwana, filamu inajenga hisia kuwa uonevu hauwezi kudumu muda mrefu pale unapokutana na mtu mwenye ujasiri na ujuzi sahihi. Kushindwa kwa Katol hakumfanyi tu Block awe shujaa wa mji huo, bali pia kunatoa funzo kwa mtazamaji kuwa maadili na ulinzi wa familia ndiyo msingi mkuu wa maisha kila siku. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie Sheta 2026. Trailer ndo hili hapa, ngoma ishatoka hewani. Bwana, cha msingi ni wewe kuweza kuipakua katika site zote za movie, na kama unashindwa kuipata movie hii, niambie kwenye comment section hapa, afu mimi nitakugea hii movie. Bwana, napenda nikuache nikisema kwamba hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, mnyama OG. Kuwa uonevu hauwezi kudumu muda mrefu pale unapokutana na mtu mwenye ujasiri na ujuzi sahihi. Kushindwa kwa Katol hakumfanyi tu Block awe shujaa wa mji huo, bali pia kunatoa funzo kwa mtazamaji kuwa maadili na ulinzi wa familia ndiyo msingi mkuu wa maisha kila siku. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie Sheta 2026. Trailer ndo hili hapa, ngoma ishatoka hewani. Bwana, cha msingi ni wewe kuweza kuipakua katika site zote za movie, na kama unashindwa kuipata movie hii, niambie kwenye comment section hapa, afu mimi nitakugea hii movie. Bwana, napenda nikuache nikisema kwamba hii ni Cha The Storyteller. Jina langu naitwa Cha The Best Presenter in Town, mnyama OG.